Naam, ni hapa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini katika ushirika wa Rungwe, hapa ambapo pana historia pana kweli kweli, historia ambayo imeweza kubeba kanisa la Moravian Tanzania kwa kiasi kikubwa. Hapa ndipo kwa siku hii ya leo tunakutana kwa ajili ya semina ambayo tukutanisha wafanyakazi wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini, lakini pia na kamati tendaji ama uongozi wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini. Mimi naitwa Jongo. Nafurahi kuona kwa mara nyingine tena tumeonana, lakini kubwa zaidi ni kwamba idara ya udiakonia ya kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini leo wamekuja kutukutanisha wafanyakazi wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini katika ushirika huu wa Rungwe. Kubwa zaidi ni kwa ajili ya kutoa semina ambayo inahusiana na masuala ya ukimwi, lakini pia tunakumbushwa kuhusiana na masuala ya udiakonia, masuala ya kufanya yale matendo ya huruma. Siku hii ya leo ndicho kinachoendelea hapa katika ushirika wa Rungwe. Ninachokuomba zaidi ni kwamba utakwenda kuwasikiliza moja kwa moja wale ambao ni wanufaika wa semina hii ambayo inaendelea hapa ndani ya ushirika wa Rungwe. Baadaye tutakwenda kumalizia na kumsikiliza mkurugenzi wa shirika la Koriso ambaye ni katibu wa idara ya udiakonia ya jimbo la Kusini Magharibi Mbeya, ndugu Eliud Mahenge, atakapokuwa anahitimisha na kutueleza kile ambacho haswa kimemleta hapa. Mimi naitwa Jongo kutoka Njiwa Media. Tafadhali endelea kutufuatilia. Asante. Kwa majina naitwa mchungaji Daina Pwele Sengo, ni katibu wa idara ya elimu ya Kikristo kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini, lakini pia ni mchungaji mratibu mlezi wa UKWATA katika mkoa wetu wa Rungwe. Ninamshukuru Mungu sana kwenye semina hii ya leo ambayo inahusu watumishi wa ofisi kuu katika jimbo letu. Katika semina hii kitu ambacho nimejifunza kwanza kabisa ni umuhimu wa kuwahudumia watu wengine, hasa wahitaji wenye mahitaji maalum. Muda mwingine tumekuwa tunawaona, tunawaacha, lakini kumbe ni kazi ya kanisa kuwahudumia kwa njia ya matendo. Wengine wanakuwa ni walemavu, wengine wanakuwa wana maisha magumu, kumbe ni jukumu la kanisa kufanya huduma ya kwa mahitaji walio nayo. Lakini pili, nashukuru nimejifunza hasa juu ya somo la ukimwi ambayo maana yake ni upungufu wa kinga mwilini, kutoa semina kwa wale tunaowahudumia jinsi ya kuwafundisha ukimwi ukoje na kuwafundisha njia za kujikinga ili kuendelea kutokomeza janga la ukimwi lisiendelee kuongezeka katika nchi yetu ya Tanzania. Na zaidi kwa upande wa idara yangu, mara nyingi nahusika na vijana ambao wapo kwenye mashule ya sekondari na shule za msingi. Nafikiri elimu hii inatakiwa tuitoe sana kwa vijana wetu ili waendelee kujikinga juu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwa semina hii na ninawashukuru hata wawezeshaji wetu. Mungu aendelee kuwabariki. Amina. Kwa jina naitwa Stanley Sostene Makiambiki. Namshukuru Mungu kwa siku hii ya leo, kwa sababu siku ya leo ndugu zetu wamekuja kutufundisha semina. Hii semina ambayo maana yake inatufundisha jinsi ya kuenenda katika maisha yetu. Wametufundisha kuhusu ukimwi na ile somo nimelipenda sana, kwa sababu ya mkini ningelipata tangu mwanzo ningekuwa nimefanya kazi hata mimi mwenyewe kuelimisha hata wengine pia kuhusu maambukizi ya ukimwi na jinsi ya kujikinga na ukimwi. Lakini hata hivi sijachelewa sana, kwa sababu bado muda upo. Ninaamini nami nitakuwa ni balozi mzuri kwa vijana wenzangu kwa mitaani, kuwaelekeza nini kinatakiwa kifanyike. Na wakati wote tunashukuru kanisa kwa kuandaa hii semina. Kwa kweli imetubariki. Amina. Asante. Naitwa Betsaida Kiando, ni mtumishi katika ofisi ya jimbo KMT JK. Nashukuru sana kwa ajili ya hii semina, imetusaidia mambo mengi. Tumejifunza Biblia, tumejifunza afya, imetufungua kiukweli, na tunaomba iwe semina endelevu ili tuweze kufahamu mambo mengi. Asanteni. Mimi kwa jina naitwa Eliud Lutufio Mamkinga. Ni mfanyakazi wa kanisa la Moravian jimbo la Kusini Rungwe, lakini pia nimeendelea kumshukuru Mungu kwa kupitia semina hii. Na shukuru kwanza kamati tendaji yetu kwa kuandaa semina hii na watu ambao ni wakufunzi wa kuja kutufundisha hii semina. Kwanza, jambo la kwanza, semina nimeipenda. Nimeipokea vizuri
nashukuru kwamba japo kanisa limechelewa kutufundisha, tungekuwa tumeanza mapema kutoka mwanzo, inawezekana tungekuwa tumeshapata shule nzuri na kutoa mafunzo kwa wengine. Lakini pia nimeshukuru hii semina kwa kupitia UKIMWI, wametufundisha vitu vingi sana, hasa katika upande wa kujihadhari wewe mwenyewe kiafya. Nimemshukuru sana Mungu kwa sababu tungelikuwa tumelijua hili toka mwanzo, sidhani mambo mengine yangekuwa yanaendelea ambayo sio, hasa upande wa michepuko. Tunaendelea kuathirika na kuangamia kwa kupitia michepuko, kutokutengeneza uaminifu katika ndoa zetu kwa mipango mbalimbali, hata kikanisa pia, hata kitaasisi. Tungekuwa tumeshakumbuka hizi semina toka mwanzo, inawezekana tungekuwa tumekomboa watu wengi sana, lakini kwa kupitia hili na mimi pia nitakuwa kipaumbele cha kuweza kuwafundisha watu wengine kwamba jamani, kwa kweli kumbe michepuko sio salama. Asante. Kwa majina naitwa Eliud Godfrey Mahenge. Mimi ni katibu wa idara ya udiakonia Jimbo la Kusini Magharibi, pia na mkurugenzi wa CODISO ambao Compassionate Diaconic Services Organization. Lakini katika huduma yetu tunafanya huduma, tunaposema udiakonia maana yake tunasema matendo ya huruma kufuata msingi wa Yesu Kristo, kumhudumia mhitaji, kujitoa kwa ajili ya mtu mwingine. Na tumebezi sana hasa katika makundi yale maalum, wakiujumuishwa watu wenye ulemavu aina mbalimbali, watu wagonjwa kudumu, wa magonjwa ya kuambukiza na sio ya kuambukiza, pia watoto, vijana, makundi mlika mbalimbali, lakini pia kwa ajili ya watu wengine ambao wameathirika kwa namna moja au nyingine, kama nilivyosema, watu wenye ulemavu. Kwa hiyo huduma hii tumeweza kuwahudumia katika nyanja tofauti tofauti. Tumeweza kuwafikia watu kwa kuwasaidia kwa viti mwendo, baada ya kupima kiti mwendo kutokana na uhitaji wake, ili tunampatia ili iweze kumsaidia kutoka mahali pengine kwenda mahali pengine, kumrahisishia. Lakini pia tunawajengea uwezo wa kuweza kufanya kazi za mikono ili waweze kutokuwa tegemezi. Kwa hiyo kutokana na hali ya maumbile yao yalivyo, lakini kama ana uwezo kufanya kitu fulani, tunaboresha mazingira ambayo yana utata kwake ili aweze kuweza kufanya mwenyewe kujitegemea. Kwa hiyo kwa mfano wengine wamekosa miguu, kwa mfano tunaweza kumsaidia kifaa saidizi kama mguu bandia ambao anaweza akatumia na akaweza kufanya shughuli zake mwenyewe. Lakini pia tunatoa elimu kwa jamii. Kama leo tumeweza kufika hapa Rungwe, tulifanya hii semina ya kuzuia maambukizi ya UKIMWI, maanake kukumbushana kuona kwamba bado UKIMWI upo. Watu naweza tukajisahau kwamba UKIMWI haupo, kutokana na kwamba tushukuru serikali yetu kwamba imefanya vizuri, wameweza kutoa dawa, maambukizi ya UKIMWI bado yapo, lakini UKIMWI kama UKIMWI watu wengi umepungua, lakini watu wengi wanaishi na virusi vya UKIMWI na dawa zimesaidia sana watu kuendelea kuishi. Tuishukuru sana serikali yetu. Lakini serikali kama serikali haiwezi kufanya peke yake, lakini kutokana na sisi kama wadau, kama kanisa, na sisi tunatoa mchango wetu kuisaidia serikali, kuelimishana, kukumbusha jamii kwamba bado virusi vya UKIMWI vipo, na kama vipo manake watu wasijisahau, na tuendelee kuelimishana na kukumbushana na kutengeneza umakini katika jamii yetu. Ndio maana leo tumekuja hapa kutoa masomo hayo, kuwezesha na waweze kuwa mabalozi na kupaza sauti kwa jamii na kuwakumbusha kwamba tunatakiwa tukumbuke kwamba bado UKIMWI upo na kuchukua tahadhari. Na kama kuna mtu atakuwa ameathirika, tuone namna gani ya kumhudumia. Ndio maana sisi ni huduma ya udiakonia, kuona kwamba kuondoa unyanyapaa katika jamii, kuona kwamba bado na wenyewe ni binadamu kama binadamu wengine, tuone namna ya kuishi nao. Na ndio huduma ya udiakonia. Pia tumekuja kukumbushana kuhusu masuala ya huduma ya udiakonia kwamba ni namna gani huduma hii kama kanisa, na ndio msingi wa Yesu Kristo. Yesu alikuja kutatua changamoto za watu kwa kipindi hicho, na sasa sisi tumepokea Ukristo na sisi tumekuwa fanyika kuwa mkono
wake kutangaza kuhusu habari njema za Kristo kwa kuwahudumia wahitaji. Na tunapofanya vile, tunahubiri Injili, watu wapate kuponywa kiroho, nafsi zao ziwe safi, waondokane na dhambi na mambo mabaya. Lakini pia kama mwanadamu aliumbwa kwa sura ya Mungu na kwa mfano wake, lazima sisi chukue hatua ya kuhudumiana sisi kwa sisi au kutegemezana, kuona ni maeneo gani ambayo yamepungua kwao kwa kutokana na uhitaji wake, kama tunavyosoma Matendo ya Mitume 4 kuanzia mstari ule wa 34 na kuendelea pale, utaona jinsi kwamba hakuna walikuwa na wahitaji, lakini kwamba kila mmoja alikuwa anatoa mali zake sehemu anapeleka miguuni pa mitume, na kila mmoja alikuwa anapata sehemu ya uhitaji wake. Kwa hiyo kipindi hakukuwepo mhitaji. Hayo tumeona kwamba bado kwenye jamii yetu kuna watu wana manunguniko, kuna watu wameumizwa mioyo, kuna watu wamejeruhika, kuna watu wamefanyiwa ukatili wa namna mbalimbali. Lakini kama kanisa tutapasa sauti, au kama binadamu wenye sura ya Mungu hatutapasa sauti kwa vitendo vile viovu vinavyofanyika kwenye jamii, tutakuwa hatufanyi haki. Ndio maana tumekuja kukumbushana kwamba jamani, tunatakiwa tujenge upendo na mshikamano ili tuweze kulijenga taifa letu kwa ujumla na lenye mshikamano na lenye amani. Kwa sababu kama upendo utakuwa umepungua kwetu, amani inakuwa haipo. Ndio maana tunatengeneza jamii ya aina mbalimbali ambayo inafanya vitendo vya uovu, inafanya vitendo vibaya vya ukatili. Kuna watu wamebakwa, kuna watu wameumizwa, kuna watu wamefanyia ukatili mbaya. Lakini tunapokuwa tunaielimisha jamii, tunaondokana katika hivyo vitendo na tunaishi na jamii kwenye jamii yenye amani, na jamii yenye upendo, jamii yenye mshikamano, na taifa litajipatia maendeleo kwa kila mmoja akiwajibika sehemu yake. Asante sana kwa kunisikiliza. Na tunahitimisha namna hiyo semina ya siku moja ambayo inaratibiwa na idara ya udiakonia ya kanisa la Moravian Tanzania Jimbo la Kusini Magharibi, ambao kwa siku hii leo walikuja kutuletea semina amba haswa tukiwa tunakumbushana kuhusiana na masuala ya ukimwi, lakini pia vile vile tukiwa tunakumbushana na masuala ya udiakonia, yale matendo ya huruma kwa wengine. Kwa siku hii leo tunahitimisha namna hiyo. Umekwisha kumsikiliza mkurugenzi wa shirika la Kodiso ambaye pia ni katibu wa idara hii ya udiakonia, Eliud Mahenge, ambaye ndiye aliyekwenda kutufungia kwa siku hii leo tukiwa tumehitimisha. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Nikutakia siku njema. Langu jina naitwa Gwamaka Jongo. Endelea kusubscribe kupitia YouTube, lakini pia kutufuatilia kupitia mitandao yetu mingine ya kijamii. Endelea kufurahi.